Serikali ya Tanzania imewafungulia mashtaka ya uhaini zaidi ya watu 100 waliokamatwa kufuatia maandamano makubwa na yenye umwagaji damu yaliyotokea baada ya uchaguzi wa Oktoba mwaka 2025 uliogubikwa na utata mkubwa wa kisiasa. Kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya kimataifa, washukiwa wanatuhumiwa kupanga njama za kuvuruga uchaguzi uliofanyika Oktoba 29, huku wengine wakikabiliwa na kosa la mchanganuo wa jinai kwa kushiriki maandamano yaliyogeuka kuwa vurugu. Ripoti za Associated Press zinasema takriban watu 76 wameshtakiwa, huku Reuters ikiripoti kuwa idadi hiyo inaweza kufika hadi 145 kufuatia nyaraka za mahakama zilizovuja. Mashirika ya haki za binadamu pamoja na chama kikuu cha upinzani Chadema yamesema zaidi ya watu 1000 waliuawa na vikosi vya usalama katika vurugu hizo, ingawa serikali imekanusha vikali takwimu hizo bila kutoa idadi kamili ya waliopoteza maisha. Rais Samia Suluhu Hassan aliyeapishwa Jumatatu baada ya kushinda kwa 98%, amekosolewa vikali na wachunguzi wa Umoja wa Afrika AU kwa uchaguzi uliodaiwa kukosa viwango vya kidemokrasia. Umoja wa Afrika imebaini dosari kama kupiga kura mara mbili, kukatika kwa mtandao, matumizi ya nguvu za kijeshi na ukamataji wa wapinzani wa kisiasa. Viongozi wa dini wametaka serikali kusitisha ukamataji na kuchukua hatua za maridhiano badala ya kuongeza mgawanyiko. Mashirika ya kiraia kama Legal and Human Rights Center LHRC pia yamepaza sauti dhidi ya matumizi ya nguvu kupita kiasi na mauaji ya kisasi dhidi ya raia wasiokuwa na silaha. Shuhuda kutoka mkoa wa Mwanza, ngome ya upinzani, wamesema miili ya watu ilionekana mitaani baada ya maandamano na wengi walijeruhiwa vibaya kwa risasi. Tukio hili limezua wasiwasi mkubwa kuhusu mustakabali wa demokrasia nchini Tanzania, huku jumuiya ya kimataifa ikitaka uchunguzi huru na wa kina juu ya mauaji ya ukiukwaji wa haki za binadamu.